بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والتقى والوفاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. واعلموا أن لباس المرء تقوى ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال سبحانه وتعالى أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutaka rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa tuko katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, ambao tulikuwa katika mwezi mtukufu wa Dhulqaada, tukaeleza yale ambayo tulieleza, lakini hatukuyamaliza. Tulieleza tu sulhu Hudaybiyah sehemu ya kwanza mpaka ya tatu, tukaona namna ilivyokuwa mwisho ilipatikana sulhu, lakini pia tukaahidi kwamba panapo majaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwezesha tena, tutakuja kuzungumzia bai'atul ridwan na fathu Makkah. Hivi ni vitu muhimu sana, lazima vielezwe, watu waweze kujua tarehe yao, tarehe ya Kiislamu. Lakini pia tumeingia tena katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, nao ni mwezi una tarehe yake, una matokeo yake na mambo yake, alhamdulillah. Lakini pia tukitoka katika mwezi wa Dhulhijja, kuna mwezi mwingine mtukufu, mwezi wa Muharram, nao una historia yake, una matokeo yake, kwa sababu ni miezi mitukufu mifatana. Ule Rajab uko kando, lakini hii mitatu inafatana. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio muweza. Akitupa uwezo huo, basi tutaeleza yaliyomo ndani katika miezi mitukufu kama hii. Mengine ni mazuri, mengine ya kusikitisha. Unajua historia nayo, kuna historia mbaya na kuna historia nzuri. Sasa yale mazuri tutafurahia, yale mabaya tutampatia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, tunaelekea katika ibada kubwa, ibada ya kuchinja. Ni miongoni mwa ibada kubwa sana ambazo sheria imetuhimiza, dini ikatuhimiza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa kwanza kabisa kutuonyesha umuhimu wake na ubora wake na fadhila zake, kwa sababu yeye ndo mwalimu. Ametufundisha na sisi lazima tufuate kwa namna alivyotufundisha. Kwa hii ni ibada miongoni mwa ibada kubwa sana. Kwa hiyo
singependa kuelezea umuhimu wa masiku haya 10 ya Dhulhijja. Umuhimu wake kila mtu anaujua. Uzuri wa dini, watu wanasikiliza, watu wanafuatilia, naona wale ambao wanasoma kama sisi tunaona kule fadhila zake. Kwa hiyo masiku haya yana fadhila nyingi. Miongoni mwa fadhila hizo, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ni hadithi ambayo katika sahihi Tirmidhi. Mtume anasema, ma min amali au ma min ayami al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Mtume anasema hakuna katika masiku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapendezwa zaidi na amali njema katika masiku hayo kuliko masiku haya 10 ya Dhulhijja. Amali yote ambayo utaifanya katika siku hizi 10, basi Mwenyezi Mungu anaipenda zaidi kuliko siku nyingine. Ikiwa ni sala, Allah anapenda zaidi ile sala yako. Ikiwa ni saumu, Allah anapenda zaidi ile funga yako. Ikiwa ni sadaka, Allah anapenda zaidi ile sadaka yako. Ikiwa ni kusoma Qur'ani, anapenda zaidi kile kisomo cha Qur'ani. Ikiwa ni kukaa vizuri na majirani, Allah anapenda zaidi. Kila ambacho tunafanya, maadamu ni kizuri cha kheri, Allah anakifurahikia zaidi. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala jihadu fi sabilillah, yani hiyo amali ambayo ataifanya katika masiku haya 10 itakuwa ni bora zaidi kuliko jihadi? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akawajibu akawaambia, wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi haingii kwenye ile sala yako utakayosali katika siku hizi 10 za Dhulhijja. Hata jihadi haifiki thawabu ya ile sadaka yako utakayotoa katika siku hizi 10, haifiki. Lakini mwisho Mtume akaeleza zaidi, akasema, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yati min dhalika bishay, isipokuwa mtu ambaye ameenda jihadi yeye mwenyewe na nafsi yake na mali yake na hakurudi chochote. Yeye hakurudi, mali yake haikurudi, basi huyo itakuwa ni bora kwake ile jihadi yake kuliko ile sala yake, kuliko chochote kile alichokifanya. Lakini yule ambaye ataenda jihadi kisha arudi yeye mwenyewe na mali yake pia irudi, basi huyu hana bora wowote kuliko yule ambaye amefanya ibada ama khairi katika masiku haya ya Dhulhijja. Kwa hiyo hii ni moja ya ubora wa masiku haya, kwa sababu sio lengo la kuzungumza ubora wake, ni mwanigusie tu hapo, lakini yako mambo mengi, ziko hadithi nyingi Mtume sallallahu alayhi wasallam amefafanua na ametueleza. Mimi kusudio langu leo nikipenda niingie kidogo katika masala ya kifiqhi, masala ya kuchinja, sheria inavyotuelekeza na dini inavyosema katika swala zima hili la kuchinja, kwa sababu haya mara nyingi huwa hayaelezi. Utakuta wengi wanaeleza tu mawaidha tu basi, lakini masala haya ya kifiqhi kuhusiana na mambo kama haya, mnyama anatakiwa afanye vipi, wa aina gani, sharti zake, ahkamu zake, haya mara nyingi hayaelezi. Kwa hiyo nataka kuchukua fursa hii tuingie rasmi kwenye silsila
ya maelezo kama haya. Kwanza kabisa, katika kuchinja kuna vitu kadhaa vipatikane. Cha kwanza, al-mudahi, mchinjaji, yule anayetaka kuchinja, yule ambaye ana nia ya kuchinja, huyo akishapatikana zinakuja sharti zake, sharti za mchinjaji. Yule mwenye kutakiwa kuchinja anatakiwa awe na sharti gani, mambo gani ambayo awe nayo, ili tuseme sasa wewe uko tayari kabisa, umesihi kabisa kisheria kuchinja. Kwa sababu sio kila mtu anachinja tu kwamba ni siku ya Idi basi aje tu mtu achinje tu. La, yule mchinjaji kuna shuruti azitekeleze kwanza. Ambapo kasema masala muhimu sana haya. Sharti la kwanza la mchinjaji, al-Islam, awe Muislamu. Sharti la kwanza ile, una nia ya kuchinja siku ya Idi, basi uwe Muislamu. Sharti la kwanza. Ina maana ikiwa wewe si Muislamu, basi hakuna chochote pale unafanya. Sheria haijakupa ruhusa, kwa sababu umevunja sharti moja, sharti la Uislamu. Kwa hiyo akichinja kafiri, maanake kile kichinjo chake hakitoitwa kama ni udhiya, itakuwa ni nyama tukachinja watu wamekula, lakini sunna ya udhiya hajapata mtu kama huyo, kwa sababu sharti lake la Uislamu hajakuwa nalo. Sharti la pili la anayechinja, albulughu, lazima awe amebalighi. Albulughu, amebalighi, amefika umri sasa, ni mukallafu, sheria ya mkalifisha. Kijana wa miaka 7 si mukallafu. Kulingana na sharti hili, mtoto wa miaka 7 hafai kuchinja kwa sababu hajabalighi. Sasa bwana, wewe kijana wangu bwana, unajiweza bwana, hebu nichinjie. Ana miaka mingapi kijana wako? Ashabalighi? Hajabalighi, kwa hafai kuchinja. Sharuti la tatu, al-aqlu, uwe na akili timamu. Usitete mwenda lazima katuchinjia bwana. Ashikambuzi pala pada in Jesus name. Kwa sababu akili imeruka, badala kusema bismillah. Kwa hiyo yule ambaye hatakuwa na akili timamu, ni mwendo wazimu, akili yake tuna wasiwasi nayo kwamba hayuko sawa kiakili, basi tusimpe kazi ya kuchinja. Au hata yeye mwenyewe pia akitaka kuchinja, sheria haimruhusu kwa sababu hana sharti la al-aqlu. Akili kitu muhimu sana katika sheria. Nakumbuka wakati naeleza maqasidu sharia, makusudio ya sheria, tunafahamu vizuri sana katika mawaidha hayo, sababu sheria ina makusudio, ina malengo. Kile sheria inawekwa ina malengo ya kuwekwa ile sheria. Kwa nini tunaweka sheria? Kwa hiyo miongoni mwa maqasidu sharia, hifdhul aql, kuhifadhi akili. Tulisema wakati huo anaona utafuta ni haramu kufuta sigara, japo watu wanakataa, lakini ndio kweli. Haramu kufuta sigara, haramu. Utakataa, lakini ndio kweli. Haramu bangi, haramu. Kwa sababu gani? Sheria imekutaka uulinde akili yako,
Unapovuta ile bangi, unakoroga, unaharibu ile akili. Ni haramu kuharibu akili. Kwa sheria inakukataza hilo. Sasa mtu anapokuwa anafanya vile, maana yake anavunja sheria. Kwa hiyo hata kwenye kuchinja pia lazima al-aqlu, kwa sababu ni sheria ile. Lazima uwe na akili ya kujua kwamba kile unachokifanya ni kitu gani. Isije unafanya kitu unajua unafanya nini, maana yake una akili. Lakini kama una akili timamu, utakuwa unafanya kulingana na wenyewe unatakiwa kufanya. Sharti la 4, al-istita'atu al-maliyah, uwezo wa kimali. Una uwezo wa kununua mbuzi ya udhiya ya kuchinja, sharti una uwezo huo. Maana sheria haitaki kumkalifisha mtu, kumlazimisha. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala hakalifushi nafsi, hailazimishi nafsi isipokuwa ule uwezo wake. Kile kiasi nafsi yaweza, ndio vile vile sheria itakupeleka vile vile. Kwa hiyo usitake kujilazimisha hata na wewe wataka kuchinja, sasa ndio kujipatia madeni. Yapo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alisema hivyo. Lakini kwa sababu kwamba bana, mimi nimekuja bana, niko na nia kwamba hili chinje, lakini kwa sasa hivi sina senti, nataka ninunue mbuzi lakini sina pesa hiyo kwa sasa hivi. Hebu nikopeshe basi 8,000 au 9,000, nikaangalia mbuzi siku ya Eid nipate kuchinja na mimi. Lakini kwa masiku kadhaa 5 6 nitakurudishia pesa yako. Kama una yakini unaweza kufanya hivyo, basi hapo ndo unaruhusiwa kisheria kuchukua deni hilo. Lakini kama huna uwezo, haufai kujipatia deni katika sheria ya Kiislamu. Naeleza hatari ya madeni na kukuka. Na ndio maana sheria ikakataza usilazimishe ukajitia deni kwenye kuchinja, kwa sababu sheria haihitaji kabisa Muislamu kuwa na deni. Lakini kama unajua mimi by end month itakuwa baada ya siku 3 5 6 7 nitapata ile pesa nitakurudishia, ahlan wa sahlan, hapo ukubaliwa. Wa illa, basi ikiwa si hivyo, hufai kabisa kujitia deni eti wataka kuchinja. Haifai. Ista'atu al-maliyah. Sharti la 5, kwa wale mwenye kuchinja, mwenye kutaka kuchinja, mwenye kuwa na nia ya kuchinja. Sharti la 5, ayumsika an sha'rihi wa adfarihi, ajizuilie kabisa asinyoe chochote katika mwili wake na asikate kucha zake mpaka ile siku ya kuchinja. Haiwezi ukiandama tu. Kama una lengo la kuchinja, sheria inakwambia usinyoe chochote katika mwili wako. Hapo sasa kueleza zaidi, sababu shaelewa tayari. Na usikate kucha mpaka baada ya kuwa ili imeingia. Haya ni masharti 5 ya mchinjaji. Twende katika masharti ya kinachochinjwa. Kile kinachochinjwa sasa. Kwanza, masharti ya kinachochinjwa yamegawanyika sampuli 2. Sampuli ya kwanza, nau'ul udhiya, mnyama wa aina gani unachinja. Sampuli ya pili, sinul udhiya, miaka ya yule mnyama unayochinja. Sina watu kwa pamoja.
nao al-udhiya, mnyama wa aina gani unamchinja? Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imetuambia tuchinje min bahimatil an'am. Bahimatul an'am ni kina nani? Ni ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Hawa ndo bahimatul an'am, na ndo aina ya wanyama unaotakiwa kuchinja. Edo uchinje ngamia au uchinje ng'ombe au uchinje kondoo au uchinje mbuzi. Kinyume na hawa, hiyo si udhiya. Labda kuna mtu atamwambia, lakini kuna hadithi ya Bilali. Kuna hadithi ya Bilali anasema hata kuku unaweza kuchinja. Hadithi hiyo dhaifu. Hadithi hiyo dhaifu. Iko. Nimeiona iko, lakini dhaifu. Kauli arrajih, kauli yenye nguvu ni hawa nitakutajeni: ngamia, ng'ombe, kondoo, mbuzi. Nao kwa udhiya. Hii sharti ya kwanza. Sharti la pili, sinul udhiya, miaka ya yule mnyama unataka kumchinja. Lazima unaangalia miaka, ana miaka mingapi. Usisikie tu ngamia anachinja ukachukua tu ngamia ukachinja. La, ana miaka mingapi yule? Ile miaka alionao ndio yafaa haki na sheria kuchinjiwa. Ana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapopenda wanyama, anapokuwa na huruma, yaani hutakie kuchinja tu. La, usikamate mbuzi ukamchinja tu ati huo udhiya. Ana miaka ya kufaa kuchinjwa. Sasa sheria inasemaje kuhusiana na miaka ya vichinjo vya Idi? Ikiwa ni ngamia, lazima awe na miaka 5. Akishafikisha miaka 5 anaingia wa 6. Hapo unafaa kumchinja udhiya. Kama ana miaka 4 ufai kuchinja. Ng'ombe akiwa na miaka 2 anaenda wa 3, hapo unafaa kumchinja. Mwaka mmoja hachinjwi, si mchinje. Mbuzi akiwa na mwaka mmoja anaenda wa 2, utamchinja. Mbuzi wa miaka 1 unamchinja udhiya. Chini ya hapo hajafaa kuchinjwa. Kondoo miezi 6 anaelekea mwaka, unamchinja. Chini ya miezi 6 usimchinje huyo kondoo. Sasa wale wachinjaji wawe makini sana hapa. Isije ukachukua mnyama bila kujua na chinja kinachofaa au kisichofaa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam na sheria imeweka miaka hii kwa sababu ndio miaka sasa yule mnyama ana nyama. Kwa sababu simwamchinja mumle iko hana nyama. Kwa hiyo ina maana ng'ombe akiwa wa miaka 2 hakuna nyama za kutosha. Unaweza pata pale kakitu. Naona sheria inaangalia mpaka maslahi yako wewe mwenye kuchinja. Ikiwa ni mbuzi akifika mwaka 1 huyo anachinjika sababu nyama tayari zimejaa. Sheria inaangalia wewe unachinja utapata nini pia. Subhanallah. Subhanallah. Angalia sheria yetu ya Islam. Ikiwa ni kondoo ikifika miezi 6 zaidi
ako sawa kuchinja, sababu ananyama. Kama unapenda mafuta ya kule kwenye mkia yako vizuri, mimi napenda mafuta. Kama unaanza kuchinja kondoo nipate mafuta inshallah. Lakini mazuri sana. Mazuri sana ni mafuta. Na pia ni dawa. Lakini si siku yake ya kueleza dawa ya za wanyama. Nasema tu ni dawa inshallah. Kwa hiyo miaka ni hiyo. Kondoo miezi 6 na zaidi. Mbuzi mwaka 1 na zaidi. Ng'ombe miaka 2 na zaidi. Ngamia miaka 5. Sasa ikiwa mimi nishanunua mbuzi yule hajafikia huo mwaka 1, lakini namuona mashallah kajaza, sheria yasemaje? Sheria yasema kama kajaza na nyama vizuri unaweza kumchinja. Unaweza kumchinja. Sasa sharuti ya 3 ya yule mnyama unatakiwa kumchinja, asiwe na aibu yoyote. Asiwe na aibu yoyote. Ile aibu na ujua wewe lazima itaje katika hadithi ya Mtume. Asiwe aurau. Aurau ni mbuzi chongo, jicho moja kama vile halioni, huyo hafai kuchinja udhiya. Zimake moja na wale kwa sawa moja hivi. Maadamu ni chongo hafai. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Chinja kile kizuri. Kile kizuri. Al-awra hafai kuchinja. Al-arja'u kiwete anachemai, huyo hafai tayari. Mbuzi ambaye hatembei vizuri kama kiwete, mmoja ni mfupi, mwingine iko sawa, huyo hafai. Sisi tunaangalia hizo nyama kama zipo sawa, tunaangalia nyama zipo, lakini haiko katika wanaosilihi. Kwa sababu kuna mtu anasema hivyo, asini mkuu tu na mfupi, asini kiwetu asini mkuu, lakini si nyama ziko. Kuna watu wanasema hivyo. Shaka hii ni sheria. Hii ni sheria, si maoni ya mtu. Ningekuwa ni maoni hata mimi ningetoa maoni yangu. Lakini ni sheria. Al-ajifa'u mbuzi aliokonda ama ng'ombe ama ngamia. Al-ajifa'u aliokonda yote, yeye ni kondoo, ni mbuzi, ni ng'ombe, ni ngamia. Maadamu kakonda hafai. Hafai huyo. Katika kile kizuri kilichonenepa, kilichokuwa na afya. Kwa sababu hata ikiwa mgonjwa hafai. Al-maridha wal-maridha, na mgonjwa maadamu tukimtizama huu mgonjwa hafai. Ile kizuri. Naona Qabil na Habil walipoamua wapeleke qurbani, walipokuwa wanapigania binti, wanapigania msichana, kila mmoja amtaka yeye. Allah akaamua kuvunja ule mgogoro na vita, akamwambia basi toeni sadaka. Yule ambaye sadaka yake itakubaliwa ndio huyo atachukua hiyo binti. Kisa maarufu kinajulikana. Basi Habil yeye akatoa kondoo, Qabil akatoa nafaka, hizi maharage, kunde, ambazo zimeozaoza hapo razidi nzuri. Lakini Habil akatoa kondoo, alikuwa amenenepa. Wafadainahu bidhibhi adhim, katika kisa cha Nabii Ibrahim tunakijua pia.
Kwa anataka kumchinja Nabii Allah Ismail, na hii ilikuwa ni ndoto tu. Niota kwamba anamchinja kijana wake Ismail. Kwenye ndoto alipoamka akamkitisha kijana wake Ismail, anamwambia, kijana wangu, wallahi mimi leo usiku nimeota ndoto. Nataka nikueleze hiyo ndoto. Sasa mimi nimeota usingizini na kuchinja. Fahamu mada. Hebu tizama hii ndoto, unaje? Ya kweli ama ya uongo? Sasa nitakuchinja. Kweli? Basi ilipofika tarehe 8 ya Dhulhijja, ulama wanasema akhadha yatawarra. Akhadha yatawarra, yatafakkar. Anafikiria hii ndoto ya kweli ama ya tarehe 8. Ndio maana hii siku ikiitwa yaumu tarwiya. Tarehe 8 Dhulhijja inaitwa yaumu tarwiya, siku ya kufikiria. Kwa nafikiri anaipima ile ndoto ya kweli au ya uongo. Huwa min Allah au min Iblis, yatoka kwa Allah au ni Iblis anachezea tu. Basi siku ya 9 inaitwa yaumu Arafa. Unatoka nini? Kwa sababu ndo alijua ile ndoto yatoka kwa Allah. Arafa hakika tarwiyati, alijua kweli ni Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia nimchinje kijana wako. Kwa siku ya 10 sasa ndo akamchukua, anaelekea kumchinja. Akaenda sehemu pale maalum, tulieleza kwenye mastakrudia, akamweka pale kijana wake Ismail. Lakini kabla ya hapo alimwaga mke wake, kwa hiyo naenda mahali kidogo na kijana. Haraka akamweka pale chini, akawa anataka kumchinja. Sasa kila kijaribu kile kisu hakikati, kinakata. Lakini akikata kwenye jiwe linakatika. Akija kwenye ngozi pale kisu hakikati. Akikata kwenye jiwe linakatika, lakini kwenye ngozi kisu hakikati. Alipokuwa katika hali kama ile, Jibril ndo akashuka na yule kondoo aliotolewa na Habili katika kutoa sadaka ili apate yule binti. Ndo akashuka naye Jibril kwa ajili ya kumleta, badala ya Ismaili kuchinjwa, basi achinjwe yule kondoo. Sasa alipokuwa anashuka naye, alishuka huku akipiga takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabii Allah Ibrahim aliposikia takbiri kama zile, akaendelea, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hii ndo asili ya takbiri. Wa kwanza kupiga takbiri zaidi ni Sayyidina Jibril. Kwa hiyo akamwambia, badala ya kumchinja kijana wako, mchinje huyu kondoo. Ndio ile aya, wafadainahu bidhibhin adhim, akamtolea fidia kwa kichinjo kitukufu sana kizuri. Sasa nayo unapochinja tafuta kile kizuri, unamchinjia Allah. Ulama wanasema pale ukitimie kwamba huyu ngamia wangu, ng'ombe wangu, mbuzi wangu, kondoo wangu ndio nitamchinja siku ya Idi, basi pale pale amekuwa yule si wako tena, ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, si wako yule. Chochote kibaya utakachomfanyia upata dhambi. Usipomlisha upata dhambi. Ukimlaza mahali pachafu upata dhambi. Ukumweka juani upata dhambi. Ukimfunga sana kama upata dhambi. Si wako yule, yule ni wa Allah. Anasubiri tu siku tu.
lakini si wako tena. Ndivyo wanasema wanazuoni. Lakini tazama, utakuta mtu kamchukua mbuzi kamtia kwenye mahali pachafu, watu wapili mavi, au mbuzi zako na umekaa hapa utachita, unafanya makosa. Tafutie sehemu nzuri. Kama unataka labda alisherishe, utafutie sehemu kuna nyasi, kisha kuna baridi. Si mahali kwenye jua umeweka pale, unapata dhambi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mpaka yule mnyama ambaye atakuja kuchinjwa unaambiwa mtendee wema. Fanya ihsan. Fanya ihsan. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ile aya mwisho ametaja ihsan, yajana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha Allahu lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wallahu yuhibbul muslimin wa bashiril muhsinin. Aya nasema wa bashiril muhsinin, kitaja ihsan. Unajua ihsan nini? Kwenye madarasa sisi tumesomeshwa al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu innahu yarak. Ihsan ni kumwabudu Allah kama wamuona, na kule kuchinja ni ibada. Kule kuchinja ni ibada, unatakiwa uifanye ile ibada kama Allah anakuona pale. Sisi tunafanya hivyo? Basi masharti kama haya ndugu zangu yatimizwe. Asiwe amekonda, asiwe mgonjwa, asiwe kiwete, asiwe kipofu, asiwe imekatwa sikio lake, asiwe imekatwa sikio lake, asiwe pembe imekatwa, awe kamili vizuri. Pamoja na kwa wengine wanasema kama ile sikio imekatwa, kuna maelezo pale ya ulama, ni maelezo marefu. Na leo ni Ijumaa, anasema alipapeleza darasa. Sasa kwa kueleza darasa. Lakini kama mtakuwa mnakubali ifanywe darasa, itakuwa vizuri sana. Ama sala marefu, sisi tunagusia tu. Kisha kuna watu takbirat, wakati wa zile takbir. Ndio baada ya nukta. Takbira zaidi zimegawanyika sampuli mbili. Kuna takbiratul mutlaq na kuna takbiratul muqayyad. Takbir mutlaq ni takbir mwezi ukionekana tu, takbira zaidi zinaanza. Idul Adha, mwezi ukionekana tu takbir zinaanza. Lakini watu hawajazoea hivyo siku hizi. Lao mwezi ungeonekana alafu nikapiga takbiri hapa, ungesikia kwa nini? Shekha nini tena? Bado hili. Lakini si hivyo. Hii ni elimu. Nataka kusoma. Kwa takbiri mwezi ukionekana tu baada ya takbiri zinaanza. Lakini sisi tumezoea mpaka hili ndio tupige takbiri. Idul Adha mwezi ukionekana tu hili zinaanza. Abdullah bin Umar na Sayyidina Abu Hurairah ilikuwa mwezi ukionekana wanatembea mpaka kwenye masoko huko, wanapiga takbiri Allahu Akbar mpaka ile siku ya Eid. Yaani ile wiki nzima ile takbiri kweli kweli. Sisi mpaka siku ya Eid ndio sikia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasa tubadilike basi inshallah. Tubadilike. Zile sha'air ambazo ziko tuzilete kweli. Sasa hii takbir mutlaq, tena takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni ile ambayo inaitwa kila baada ya sala. Na takbiri hii yaanzia alfajiri ya siku ya Arafa. Alfajiri ya siku ya Arafa ndio takbiri hii itaanza. Siku ya Arafa Jumanne inshallah.
fajiri yake sasa tukishamaliza kusali tunaanza takbiri mpaka siku ya mwisho ya ayyamu tashrik. Hii ina siku 4. Kuna ile siku ya Eid tunaosali Eid, alafu kuna siku 3 zingine. So ikianza ile asubuhi ya Arafa, hizo takbiri zitaenda mpaka siku ya mwisho ya Eid. Ile baada ya asr tumesali, tutapiga takbiri, hapo ndio itakuwa mwisho. Ikishingia magharibi ile siku ya mwisho hakuna tena takbiri, hii ishamalizika. Ndio maana Mtume akasema hizi siku 3 baada ya ile siku ya kuswali, Mtume akasema hizi siku 3 ayyamul akli wa shurbi, hizi siku za watu kula na kunywa. Ina maana ile siku ya Eid ya kwanza kama hukuweza kuchinja, uko na siku ya pili. Ile siku ya pili kama hukuweza kuchinja, uko na siku ya 3. Ile siku ya 3 kama hukuweza kuchinja, uko na siku ya 4. Siku 4 hizi. Kila siku unafaa kuchinja kama uko na uwezo. Ayyamu tashriki, ayyamu akli wa shurbi. Siku hizi za kula tu na kunywa. Kama uko na uwezo, chinja siku zote 4. Siku ile ukachinja, siku ya pili ukachinja. Kwa sababu Mtume anasema siku bora zaidi yaumun nahri thumma yaumul qurri. Yaumun nahri thumma yaumul qurri. Siku bora zaidi kabisa yaumun nahri, ile siku ya kuchinja, ile tarehe 10. Thumma yaumul qurri, kisha siku ya qurri. Unajua nini ndio yaumul qurri? Kwa sababu ndio siku mahujaji wanaelekea Mina kulala huko, ile siku ya 10 ya 11. Ile siku ya 10 wanachinja, alafu siku ya 11 wanataka wawe Mina. Masala ya hija haya, japo itakuja siku tutaeleza masala ya hija. Hija ziko sampuli 3. Usiona watu wanaenda hija tu. Kila mtu anaenda hija kule, lakini ana hija yake. Si wote wanaenda hija kule, hadi hija ni moja tu. Hija ziko sampuli gani? 3. Kuna ifrad, kuna qiran na kuna tamattu. Sasa kuna wengine kule wameenda ni tamattu. Kuna wengine kule wameenda ni qiran. Kuna wengine kule wameenda ni ifrad. Sasa tegemea wewe waenda hija gani? Masala kueleza haya watu wajue. Tunaona kesho tutaenda hija. Waenda hija nini? Ifradi maana yake kwenda kuhiji peke yake. Ifradi. Mimi naenda kule ni hija tu, inaitwa ifradi. Mimi naenda kule ni hija na umra, inaitwa qiran. Nafanya hija kisha nimaliza umra nirudi. Mimi naenda kule ni umra tu, inaitwa tamattu. Inshallah. Mungu atupatie afya. Ni masala ya kueleza vizuri. Hatuwezi kujua labda wakati tutaenda hija. Sema ni shaka. Alafu kabla sijasahau ndugu zangu, nimeongea na Ustadh Muhammad hapa, tukakubaliana kwamba kwa sababu hii ni Eid ya kuchinja, basi tuswali mapema inshallah. Ili tuswali saa 3. Saa 3. Naam. Sasa hii tunaswali saa 2:30 inshallah. Saa 2:30 ndio tunaswali. Kwa hiyo inshallah tujeni mapema ili tuwahi kuswali. Wale ambao wana taufiki ya kuchinja waweze kuchinja mapema inshallah. Kwa sababu katika sunna siku ile ule kile ulichokichinja. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka swala ya Eidul Adha anachinja, alafu kile alichokichinja anapika hicho, anakula hicho. Kwa sababu hii huli mpaka uswali. Ile unakula kwanza. Kwa maana inaitwa Eidul Fitri. Unakula kwanza ndio uje uswali, kama kidogo. Lakini hii mpaka uswali. Sasa Mtume alikuwa akiswali
anaenda kuchinja, anapiga, anakula kile. Ndio sunna ya Mtume. Lakini kama labda wewe una kitu kingine utakula, na masala hakuna tatizo. Muhimu tu uswali kwanza inshallah taala. Kwa hiyo saa 2:30 tutaswali salatul Eid hapa inshallah. Tuwaeni mapema, tujeni mapema, lakini pia sunna Islamu tutakanisanabaisha hivi. Tuvaeni kanzu. Waislamu tuvaeni kanzu. Ni shahada. Ndio vazi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisemi kwamba usivae suruali na t-shirt. Naam, waweza vaa, lakini ili kuonyesha ile shahada. Alama kwamba ile siku ni siku ya Eid, tuvaeni kanzu inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.